Wanandoa matajiri waliteketeza dola milioni 500 bila hata kusita. Walifanya hivyo ili kumwajiri mwanamke aliyekuwa kwenye hospitali ya akili awe mkwe wao wa baadaye. Hawakufanya hivyo kwa sababu ya mapenzi, bali ili kumwokoa mwana wao ambaye alikuwa tayari amepofushwa kabisa na mapenzi. Mwana wao alikuwa tayari amenaswa kabisa na mwanamke mjanja sana aliyekuwa na mipango ya kina. Mwanamke huyo mjanja aliomba dola milioni 100 ili achane na mwana wao. Mara moja waliandika hundi ya dola milioni 100 na kumpa. Lakini mara tu wazazi walipogeuka kuondoka, mchezo ukaanza. Mwanamke huyo alipiga simu akilia kama mwathirika. Alidai wazazi wa mwanaume walidhalilisha mapenzi yake kwa pesa. Alijilaumu kwa kuwa na hadhi ya chini na akajifanya kujitoa muhanga. Hata alipanga kuachana kwa drama ili kumfanya mwanaume ashikwe zaidi. Mwanaume aliporudi nyumbani alilipuka kwa hasira. Akaanzisha vita kubwa na wazazi wake. Hakuna maelezo aliyokubali kusikiliza. Alikataa kuamini kwamba mwanamke huyo alikuwa mlaghai wa pesa. Machoni pake, mwanamke huyo alikuwa mkamilifu. Hata alitishia kujiua na kuwalazimisha wazazi wake kumwaga rasilimali nyingi kwa familia ya mwanamke huyo. Ndani ya miezi 6 tu, karakana ndogo ya familia yake ikawa kama himaya kubwa ya biashara. Hatimaye wazazi wake waligundua ukweli mchungu. Ili kumshinda mwanamke mjanja wa kiwango cha juu, walihitaji mtu mwenye ujanja mkubwa zaidi. Ndipo wakageuza macho yao kuelekea hospitali ya wagonjwa wa akili. Huko aliishi msichana aliyewahi kuwasiliwa na familia ya mwanamke mjanja. Msichana ambaye alikuwa kama bosi wa mwisho. Walitoa ofa ya dola milioni 500 na uhuru kamili. Msichana alitabasamu. Bila kusita alikubali kazi hiyo. Akaonekana tena kama mchumba wa mwanaume huyo kutoka kijijini. Siku yake ya kwanza chuoni tayari kulikuwa na tukio la aibu lililopangwa. Alimwona mwanaume akipiga magoti chini, akiomba msamaha kwa mwanamke mjanja. Mwanamke huyo alionekana mpole na mwenye adabu. Alisema pengo kati yao lilikuwa kubwa sana na kwamba hakuwa anastahili. Mchezo huo wa kuvuta na kusukuma ulimtilia sumu mwanaume kabisa. Mapenzi yake yakawa makubwa zaidi. Akaahidi kumpa rasilimali zisizo na mwisho mpaka ajisikie salama. Ndipo mwanamke huyo akakubali kwa kusitasita. Msichana huyo mpya alisimama pembeni akitazama kimya kimya. Aliona ujinga uliojificha ndani ya kile kilichoonekana kama kujitoa kwa mapenzi. Muda mfupi baadaye, mwanamke mjanja alisikia kuhusu mchumba huyo mpya. Mara moja akageuza hali na kujifanya mwathirika. Mbele ya watu akajifanya kuachia kwa heshima na kusema anamkabidhi mwanaume huyo kwa msichana mpya. Watu wote wakaamini. Wakaanza kumtangaza kama mpenzi wa kweli na kumchora msichana mpya kama mvamizi. Wakaapa kumwadhibu. Msichana alitembea kuelekea darasani. Aliona mtego uliowekwa juu ya mlango, lakini akajifanya hauoni. Alipofungua mlango, maji yakamwagika juu yake na akaloa kabisa. Mara moja chumba kikajaa dhihaka. Wakamwambia arudi alikotoka. Mwanamke huyo mjanja akasogea mbele kwa upole, akijifanya mwenye huruma. Akasema watu bado hawajakubali usaliti.